Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 6 aya ya 24 hadi ya 34. Nitaisoma Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kuongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbuke ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Yesu kuweza kutoa mafundisho yake ya kina kwa mitume wake katika habari za mioyo yao isije ikaelemewa katika mambo ya mali za kidunia, sasa anawaingiza kwa undani watumie akili zao ambazo Mwenyezi Mungu amewapatia kuweza kutafakari haya, kwamba maamuzi ya kwenda kumtumikia, maamuzi ya kwenda kumfuata Yesu, hawajafanya maamuzi hayo kwa kubahatisha. Anawakazania kwamba wasije wakaingia katika utumishi kumtumikia Mungu na baadaye wakaanza kuwaza mambo ya kidunia. Ndio maana anazungumza kwamba hamwezi kuwatumikia mabwana wawili, yaani huwezi ukamtumikia Mungu na mali. Kama umeingia katika utumishi wa kumtumikia Mwenyezi Mungu, bakia mwaminifu katika swala zima la utumishi wa Mwenyezi Mungu. Kama upo katika mambo ya mali, endelea na mali. Huwezi ukashika mambo mawili. Ni onyo kwa baadhi ya watumishi wa Mwenyezi Mungu kuingia katika kasumba ya kutafuta mali. Anatoa mifano hii, anasema hivi: angalieni katika swala zima la maisha yenu, kila siku mjadala mkubwa unaowatesa watu ni habari ya kula na habari ya kunywa. Yaani mtumishi wa Mwenyezi Mungu anawaza ale nini, aweze kunywa nini. Ukiona katika viwango vyako kila siku katika maisha yako unawaza habari za kula, habari za kunywa, upo katika viwango vya chini sana. Kwa sababu anasema angalieni hata hao ndege wa angani, hawalimi wala hawapandi, lakini hatujawahi kumwona ndege yote amekufa kwa njaa. Kwamba Mwenyezi Mungu yeye anajua maisha yetu. Alitujua kabla tukiwa tumboni mwa mama zetu, kabla hatujatungwa mimba. Alikujua kabla hujatungwa mimba tumboni mwa mama yako, kwamba utaishi maisha namna gani, kwamba ukimtegemea yeye, ukiweka imani yako kwake yeye, hayo mambo mengine ya mavazi, mambo mengine ya kula,
amesema ni kitu kidogo sana, kwa sababu katika kanuni ya maisha, kama Mwenyezi Mungu amekuumba wewe, akakupatia mdomo, akakupatia na tumbo, alijua ni namna gani atakupatia chakula. Alijua ni namna gani kupitia akili yako ukimtumania yeye utashiba na baadaye utaingia kufanya mapenzi yake. Na anasema angalieni, mbona katika safari ya maisha mwanadamu huwezi hata kuongeza unywele mmoja. Kama huwezi kuongeza hata unywele mmoja, au hata kama urefu wako, Mungu yeye anakujua, ana uwezo mkubwa zaidi. Hivyo basi, katika fahari zote za kidunia, onyo jingine linakuja, usije ukaingia katika habari ya kuweza kutafuta mavazi, kwamba mavazi iweze kuwa ndio kitu cha msingi kwako. Anasema angalieni maua ya kondeni ambayo yananyauka, leo ni mazuri, kesho yananyauka. Mwenyezi Mungu alivyoyapamba. Hata Sulemani ya kupamba katika fahari hiyo. Tukiangalia uumbaji wa Mwenyezi Mungu, ndio unaoja kwenye ile swala la mwisho, anasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote mtapewa kwa ziada. Sasa katika hiyo ya kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa 100% bila kujigawanya kwenye mambo mengine, mambo ya mali, tunakutana na mtumishi wa Mwenyezi Mungu, Mtume Paulo, ambaye sasa katika barua yake hii kwa Wakorinto, ile sura ya 12, anazungumza maisha yake, maisha ambayo alijitoa kwa 100% kumtumikia Mwenyezi Mungu. Akatumia pesa yake, akatumia mali zake kuhakikisha kwamba kanisa la Korinto linasimama imara. Alitumia muda wake kuhakikisha kwamba ili kanisa linapata mahitaji yake. Mwishoni kanisa la Korinto wakafika hatua wakaanza kumbeza kwa sababu ya udhaifu aliyokuwa nao. Anasema maneno haya kwamba ni kweli katika swala zima la madhaifu, mimi niko dhaifu, lakini nitajisifia kitu kimoja tu katika maisha, nacho hiki ni maono ambayo nimepewa na Mwenyezi Mungu. Na hii ni fundisho kwetu sisi. Katika maisha ya utumishi wetu tunajisifia kitu gani? Maono? Au tunajisifia kwamba fulani ni mtumishi, ana mali nyingi, ana vitu hivi na hivi? Ni vitu gani ambavyo vinampatia sifa mtumishi wa Mwenyezi Mungu? Paulo leo anasema yeye katika kuweza kujisifu, atajisifu juu ya mafunuo aliyokuwa amepewa na Mwenyezi Mungu, kwamba anamjua Kristo ambaye yeye alimpeleka mpaka akafika mbingu ya 3. Hiyo amesema atajisifia. Na katika hilo analojisifia yeye, anazungumza kwamba atajisifu pia juu ya nafsi yake kwa ajili ya udhaifu wake. Anazungumza jambo hili kwamba katika maisha ya utumishi wake kuna kitu ambacho alifikiria kwamba kingeweza kuondoka. Alikuwa ana udhaifu. Udhaifu huu ulikuwa kama alivyozungumza katika barua yake hii sura ya 11, alizungumza kwamba hawezi kuongea vizuri. Yaani alikuwa ana shida kuweza kuongea vizuri. Alikuwa ana kigugumizi. Kwa hiyo kama mwalimu ukiwa na kigugumizi, unapaswa kuweza kufundisha neno vizuri. Alikuwa hawezi kutamka. Paulo akawa katika kigugumizi kile, anaposhindwa kuweza kutamka ile neno, akajikuta ana hasira. Alipokuwa ana hasira, akajikuta pia kichwa kinamuuma. Kwa hiyo akawa na ugonjwa wa kichwa kilikuwa kinamuuma sana. Watu wakaanza kumcheka. Kwa nini unaponya watu wengine, unafufua watu wengine, lakini wewe umeshindwa kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu aondoe kigugumizi, aweze kuondoa maumivu ya kichwa, aweze kuondoa hasira yako? Kwa nini? Ndipo akaacha kufanya huduma, akaingia katika maombi. Anasema nalimsi Mwenyezi Mungu mara 3. Akaingia katika mafungu kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kumtoa ule mwiba ambao alikuwa nao. Anazungumza kwamba mjumbe wa shetani alimpiga ili asije akajivuna. Akaingia katika maombi, Mwenyezi Mungu ondoa udhaifu ambao niko nao, lakini Mwenyezi Mungu hakuweza kuondoa ule udhaifu. Anasema kwamba Mwenyezi Mungu akamwambia maneno haya, Paulo, neema yangu inakutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Kwa hiyo tunakutana na mtumishi wa Mwenyezi Mungu katika viwango vya juu zaidi. Anaanza kujivunia udhaifu ambao yeye aliona kwamba ni kikwazo katika kuweza kusimama katika huduma, lakini mbele za Mwenyezi Mungu aliruhusu ule udhaifu uje ili Paulo asije akajivuna. Na ndivyo ilivyo katika viwango vya utumishi.
Mara nyingi sana unaweza kuwa ni mtumishi mzuri, umefanya kazi nzuri, lakini una udhaifu fulani ambao upo na umesali sana, Mwenyezi Mungu naomba uondoe udhaifu, na Mwenyezi Mungu hajauondoa. Kuna udhaifu kwenye familia yako. Ni kweli unasimama mbele za Mwenyezi Mungu, watu wanapona kwa neno lako, kwa huduma zako, lakini nyumbani kwako moto unawaka, hakuna amani. Umesali sana, Mwenyezi Mungu leta amani katika maisha yangu, utumishi wangu uweze kuwa na heshima, halijaondoka hilo jambo. Nataka nikwambie, kama Mwenyezi Mungu hakuondoa mwiba kwa Paulo, kile alichokuwa amemsihi, na wewe pia hilo haliwezi kuondoka. Kwa sababu nini? Mwenyezi Mungu ameruhusu hilo jambo lije ili tusije tukajivuna, na ndivyo ilivyo. Fuatilia maisha ya familia za mapadri, fuatilia maisha ya familia za watawa, fuatilia maisha za familia za watumishi wengi wa Mungu. Utakuta kwamba maisha yao ya kujitoa mbele za Mwenyezi Mungu umekuwa ni mwiba mkubwa sana kwenye familia zao. Paulo akageuza mtizamo wake kwa 100%. Akaanza kujivunia juu ya udhaifu wake, akaanza kujivunia juu ya mapungufu yake. Alidhani kwamba ushindi, mafanikio ndio itaonyesha kwamba yeye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Alipogeuza mawazo yake